Yes, tunafahamu zaidi kwenye mitandao ya kijamii kuna story mbalimbali ambazo zinatufikia hapa mezani kwetu kama Kasako Media, lakini pia tunajua kabisa kwenye mitandao ya kijamii haikosekani story ambayo itakuwa na muendelezo yake. Lakini pia kuna story ambazo zipo ambazo zinaendelea. Lakini kwenye story hii ambayo natamani mtazamaji wa Kasako Media uisikilize ni kuhusiana na Doto Magali pamoja na Cherry. Na tunamjua Cherry ni moja kati ya mwanadada ambaye anashauri sana masuala mazima ya afya, maambukizi ya HIV yani ya ukimwi. Lakini pia tunajua kabisa Doto Magali ni moja kati ya mzungumzaji sana katika mitandao ya kijamii na ni moja kati ya watu ambao wanafuatiliwa sana kwenye mitandao ya kijamii. Sakata hili lilianza baada ya Cherry kutoa siri za Doto Magali. Inabainika kwamba Doto Magali ni mwathirika, ameungua muda mrefu, tusimuone hivyo, ana afya na nini, anatumia dawa kwa namna ambavyo yeye Cherry anavyozungumza kwa sababu yeye ni moja kati ya watu ambao watu wengi wanamtazama lakini wanamwamini kwenye upande wa HIV kwa sababu yeye na mpenzi wake yeye ana maambukizi ya ukimwi, lakini yeye mpenzi wake Cherry hana maambukizi ya ukimwi. Lakini tunaona kabisa namna ambavyo Cherry anaishi na mpenzi wake na vitu vingine vinaendelea. Lakini pia baada ya kusema hayo, turudi kwenye story yetu hii ya Doto Magali. Unajua Doto Magali ni moja kati ya mtu ambaye anazungumza sana kwenye mitandao ya kijamii. Sasa hili sakata lilivyoanza, kama nilivyokuambia hapo nyuma kwamba Doto Magali alijibu kupitia mtandao wake wa kijamii, lakini alivyojibu akasema kwamba nitakwenda kupima live na waandishi wa habari tuliitwa tukazungumza naye, akasema kwamba mimi niko tayari kupima katika hospitali kubwa za hapa Dar es Salaam. Lakini pia baada ya hapo tukaona pia ukimya umepita shwa, ambapo hatujaelewa kwamba Doto Magali alienda kupima au imekwaje. Lakini siku ya jana kwenye sherehe za Kizimkazi kule Zanzibar tukaona bwana akionyesha kwamba akiwa na Mwijaku, timu nzima ya Jua Kali, lakini pia akiwa pamoja na watu mbalimbali akionyesha namna ambavyo amepima hospitali na kipimo ambacho kinaonyesha ni jina lake pamoja na damu yake. Lakini tunajua kwamba Mwijaku ni moja kati ya mtu ambaye anampinga sana Doto Magali namna ambavyo anazungumza, vitu ambavyo anavifanya kutokea huko, na tunajua heka zao katika mitandao ya kijamii. Baada ya watu wengi kukaa kuzungumza maana Doto Magali mbona hajapima mpaka leo, maana hakupima. Lakini siku jana kule Zanzibar katika sherehe hizi alionyesha kile kipimo na watu wakasema hana kwa sababu vile vipimo vinakuwa vinaonyesha kama unao au hauna. Lakini kwa wataalamu zaidi ambao ni madaktari wanaonyesha kabisa kama ikiwa kwenye C wanakuambia wewe uko vizuri, yani damu yako haina shida yoyote. Lakini pia tunafahamu zaidi sio rahisi namna ambavyo watu wanajua kwamba kile kipimo wamepima lini kile kipimo wamekipima. Watu wakaanza kujaji kwamba hiki kipimo ni cha lini. Katokea Mwijaku akasema haiwezekani, sio yake. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo paka amepima hospitali, ameweka kipimo kwenye mitandao ya kijamii, lakini bado watu hawaamini. Swali la kujiuliza kama Mtanzania ni kuhusiana na kile kipimo alipima lini na wakati gani, ili watu kupata uhakika zaidi yale ambayo amezungumzwa hapo nyuma na Cherry kwamba huyo ni mwathirika wa muda mrefu, ninamhudumia, asijitape sana kwenye mitandao ya kijamii. Doto Magali akamjibu kupitia vipimo ambavyo ameviposti kwenye mitandao ya kijamii. Mimi na wewe tatamani kujua, drop comment yako hapa kuhusiana na swala hili la kipimo cha Doto Magali kuposti kwenye mitandao ya kijamii. Lakini pia watu wakajaji kwamba hiki kipimo kapima lini akati alisema kwamba atapima live mbele ya waandishi wa habari. Jina langu naitwa Nice Godfrey wa Kasako Media. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.